Usifanye kitu kwa sababu mtu fulani amekifanya na wewe huwezi kukifanya. Usijilinganishe ukurasa wako wa kwanza na ukurasa wa mtu mwingine wa 15, utapotea. Kwa sababu hujui pale amefikaje. Unapaswa sasa kuanza hatua kwa hatua ili ufike pale. Ameingiza sabufa mpya na mimi nanunua. Unajikuta unanunulia mtaji. Kwa sababu unatamani kufanana na mtu fulani. Jua kwamba ulipozaliwa Mungu alikuletea kitu cha kipekee kisichofanana na mtu mwingine. Ndio maana duniani tumeumbwa, kuna wengine wanene, wengine wembamba, wengine warefu, wafupi, kwa sababu maandiko yanasema sisi ni chumvi, si ndio? Chumvi ya ulimwengu. Na maana tulikuja kwa staili tofauti tofauti, kwa mitindo tofauti tofauti, lakini sisi tumezaliwa kwa jinsi ya roho ndio tunafanana. Amina. Lakini kwa jinsi ya mwili hii ni majumba tu. Kila nyumba ina fasheni yake. Ukitegemea kufanya kama mtu fulani, utafeli, utaishia njiani. Safari yako ni ya kwako. Mungu ameweka safari yako maishani mwako kwa sababu anajua wewe utaweza kuitimiza. Sasa unaiacha ile safari yako, unafuata safari ya mtu mwingine ambaye hujui yeye ameanzia wapi na ana lengo la kufikia wapi, au je, kile kitu anakifanya kwa wema au kwa ubaya? Je, anaongozwa na Mungu mwenyewe au na adui Shetani? Lakini kila kitu anachokikia kwenye maisha ya mtu, jua kwamba kuna anguko baadaye, kwa sababu hujui pale amefikaje. Hawezi kukupa siri zote za jinsi alivyofika pale, lakini adui anachopambana nacho, anatamani sasa akuendelee kutengeneza moyo wako uone kwamba unafanana naye, unaweza kuwa kama yeye. Ndipo sasa anaanza kukupoteza. Lakini ukisimama wewe kama wewe na ile kusudi ambayo Mungu ameweka ndani yako, utafika tu.